Sikiliza. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu, wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa nimekufa kwa njaa. Ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Nitaenda kwa baba yangu Na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Sistahili hata kuitwa mwana wako tena. Nisikilize hapo kwanza, shikilia hapo. Anasema alipozingatia, yule mtu anatambua, anasema hapa sasa nimefika. Namhitaji baba anisaidie. Fika mahali anasema nimechoka na mateso ya ulimwengu. Kumbe ipo neema ya kuokolewa kwa jina la Yesu. Basi nitakwenda nimfuate baba yangu Yesu Kristo ili aniokoe. Sikia anachosema mtoto huyu. Anasema nitakwenda kwa baba yangu nimwambie nimekosa mbele za mbingu na mbele zako Baba, nimekosa. Anasema sistahili hata kuitwa mwanao, sistahili. Lakini kuna mtu anainuka, anamwambia Mungu mwenye haki, utanyamaza hata lini? Hajakiri dhambi, hajakiri uovu. Huyu mtoto anazungumza mambo makubwa. Yesu anasema mambo mazito kwa mfano huu. Anasema atasema sistahili hata kuitwa mtoto wako. Anasema sifai, maana nimekosa mbele za mbingu na nchi na mbele zako Baba yangu, maana nilikuasi nikatembea katika njia za upotevu. Si yule mtoto anainuka, anaenda mbele za Mungu, anasema ninataka unipe haki zangu. Anainuka mtu anaomba, anasema Mungu ninahitaji unibariki. Lakini yule mtoto anatoka, anasema Baba sistahili hata kuitwa mwanao, ninaomba hata niwe mtumwa tu, nikae tu niwe mtumwa, lakini nionekane niko katika nyumba yako. Ni yule mtu ambaye Mungu anamtafuta. Ambaye anasema sikutenda mema, ambaye anasema sikutenda mazuri sana, ambaye ataona kwamba amekosea. Maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya. Nasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitasafishwa na kuwa nyeupe kama sufu. Yesu anamtaka mtu mmoja tu, ndio maana alikuja kuwaokoa wanadamu, watu wake na dhambi zao. Hakumfuata aliyetenda mema, hakumfuata tajiri, alimfuata mtu mmoja, alimfuata kahaba, alimfuata mwizi, alimfuata mnyang'anyi, alimfuata aliyenyenyekea, akasema Baba, nimekutenda dhambi wewe Mungu peke yako. Anasema yule mtoto akazingatia moyoni mwake, akafikiria, akasema kwani ni watumishi wangapi wako kwa baba pale, wanakula na kusaza, wanaishi maisha mazuri. Basi nitakwenda, nikifika nitamwambia baba yangu.
Fungua moyo wako, umwambie baba yako nimekosa. Umwambie baba yangu nimekosa kwa mbingu, nimekosa mbele zako, nimekosa hata mbele ya nchi. Mwambie tu baba nimekosa. Anasema si wale wanaozaliwa kwa nyama wala kwa mwili wala kwa damu, ila waliozaliwa kwa Roho. Kama sio wewe Yesu, tungekuwa wapi? Adui angetumeza. Nakumbuka ile siku nilipomfuata baba yangu wa kiroho, nikamwambia, nikasema nimekuwa lasi, nimetenda mambo mabaya, lakini natamani nimrudie baba. Nilitamani kusaidika, lakini sikuona msaada. Nikarudi kwa baba, nikamwambia, naomba uniombee tu kwa baba aliye mbinguni anisamehe dhambi zangu.